Kesi ya uhaini namba 1965 ya 2025 inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, inatarajiwa kuendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, kuanzia Agosti 10 hadi Septemba 7 ya 2026. Hatua hiyo inafuatia baada ya Mahakama ya Rufani ya Tanzania kutupilia mbali maombi ya marejeo yaliyowasilishwa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP aliyekuwa akipinga uamuzi wa awali wa Mahakama Kuu uliokataa kuongezwa kwa ushahidi wa ziada waliokuwa mpelelezi mkuu ASP Amin Mahamba. Kabla kuanza rasmi kwa usikilizwaji kamili, Mahakama Kuu imepanga kufanya kikao cha awali kwa njia ya mtandao siku ya Jumatano Agosti 5 kuanzia saa 8 kamili mchana. Kikao hicho kinalenga kujadili maandalizi ya usikilizwaji wa shauri hilo linalomkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa. Shauri hilo litakuwa chini ya jopo la majaji watatu, Jaji Nduguru na Jaji Kiwonde. Ikumbuke kwamba April 9, 2025 mwenyekiti wa Chadema alikamatwa huko Mbinga mkoani Ruvuma na kufunguliwa mashtaka ya uhaini ambayo yanamkabili, na kesi hiyo ilisimama tangu Februari 24 ya mwaka 2026, hali iliyotokana na mchakato wa sheria baada ya upande wa Jamhuri kukataa uamuzi mdogo wa Mahakama Kuu uliozuia kuwasilisha kwa ripoti ya nyongeza ya matukio ya Oktoba 29 ya mwaka 2025. Uamuzi wa Mahakama ya Rufani siku ya Julai 30, 2026, jopo la majaji wa Rufani Mwarije, Muruke na Hamisi ilitupilia mbali maombi ya DPP na kukazia kuwa Mahakama Kuu ilikuwa sahihi kisheria na kukataa ushahidi huo wa ziada. Hatua hii imefungua milango kwa kesi ya msingi kuendelea gerezani na mahakamani. Mimi ni Balozi Msaudia.